Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametangaza kuwa Urusi itaendelea kuboresha uwezo wake wa kijeshi na kiteknolojia na utatu wa nyuklia ambacho ni kipaumbele kisicho na masharti kwa nchi ya Urusi. Kuhusu swala hili, Putin ametoa matamshi haya Jumatatu katika hotuba yake kwenye video ya kuadhimisha siku ya mtetezi wa nchi ya baba, huku akiwasifu wanajeshi kwa kujitolea kwao kutetea uhuru wa taifa, hasa wakati wa operesheni za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Rais wa Urusi ameahidi kuimarisha jeshi na jeshi la wanamaji kwa kutumia uzoefu wa mapigano kutoka mzozo wa Ukraine na kuongeza utayari wa mapigano katika matawi yote ya kijeshi kwa msaada wa taasisi ya sayansi na teknolojia ya hali ya juu ya nchi ya Urusi. Amesema ukuzaji wa utatu wa nyuklia ambao unahakikisha usalama wa Urusi na kutuwezesha kuhakikisha kwa ufanisi uzuiaji wa kimkakati na usawa wa nguvu duniani unabaki kwa kipaumbele chetu kisicho na masharti, Putin amenukuliwa hivyo. Hotuba hii ilikuja chini ya mwezi mmoja baada ya kumalizika kwa mkataba mpya wa START ambao ni makubaliano ya mwisho yaliyobaki ya udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Urusi na nchi ya Marekani. Mkataba huo uliosainiwa mwaka 2010 uliweka mipaka kwa pande zote mbili kwa kuweka vichwa 1550 vya nyuklia kwenye mifumo 700 ya uwasilishaji na kuhitaji ukaguzi wa mara kwa mara ndani ya eneo hilo. Licha ya kumalizika kwa mkataba huo, Urusi ilisisitiza kwamba haina nia ya kuwa wa kwanza kuchukua hatua kuelekea kuongezeka na kuongeza idadi ya vichwa vya vita kwa sharti ya kwamba Marekani ichukue mbinu hiyo hiyo. Mkataba mpya wa START uliisha muda wake baada ya utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kuashiria kwamba unataka mikataba ya udhibiti wa silaha za nyuklia ya siku zijazo ijumuishe China, ambayo imekataa wazo hilo kama sio la haki wala la busara, ikisema ya kwamba silaha zake za nyuklia ni duni sana kuliko zile za Urusi pamoja na Marekani. Lakini swali kubwa ni hili: hii inatoa ishara gani kwa ulimwengu huu uliojaa vitisho zaidi vya kijeshi? Basi kwenye uchambuzi sasa tuangazie hichi. Je, hii inatoa ishara gani kwa ulimwengu huu ambao umejaa vitisho zaidi hasa vya kijeshi? Lakini kauli ya Vladimir Putin kuhusu kuimarisha utatu wa nyuklia wa Urusi si tamko la kawaida la kisiasa. Ni ujumbe wa kimkakati unaolenga hadhira ya ndani na ya kimataifa kwa wakati mmoja. Katika mazingira ambayo vita vya Ukraine vinaendelea na mfumo wa udhibiti wa silaha za nyuklia unayumba, hotuba hii inatoa ishara nzito kwa dunia ya kijeshi ambayo imejaa mashindano, mashaka na vitisho vya wazi na vya kificho. Kwanza tutazame kuhusu utatu wa nyuklia. Je, utatu wa nyuklia ni nini na kwa nini ni muhimu kwa Urusi? Utatu wa nyuklia, yani nuclear triad, ni mfumo wa silaha za nyuklia unaojumuisha njia tatu za uzinduzi, yani kuhusu makombora ya masafa marefu yanayorushwa kutoka ardhini, yani ICBMs, makombora yanayorushwa kutoka manuari, SLBMs, na mabomu ya nyuklia yanayobebwa na ndege za kivita. Na hii ndio maana halisi kuhusu utatu wa nyuklia. Sasa mfumo huu unahakikisha uwezo wa kujibu shambulio hata kama upande mmoja utapigwa ghafla. Hivyo utatu huu ni msingi wa kile kinachoitwa deterrence, yani uzuiaji wa kimkakati. Kwa Urusi kama ilivyo kwa Marekani, utatu wa nyuklia ni bima ya mwisho ya usalama wa taifa. Hivyo kauli ya Putin ya kwamba kuimarisha mfumo huu ni kipaumbele kisicho na masharti inaonyesha kuwa Moscow inaona mazingira ya kimataifa kama hatari zaidi kuliko ilivyokuwa miaka michache iliyopita. Pili, kuhusu muktadha wa kumalizika kwa mkataba wa New START. Hotuba ya Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin imekuja baada ya kumalizika kwa mkataba mpya wa START, makubaliano ya mwisho yaliyokuwa yakidhibiti idadi ya silaha za nyuklia kati ya Urusi na Marekani. Mkataba huu uliosainiwa 2010 uliweka kikomo cha vichwa 1550 vya nyuklia na mifumo 700 ya uwasilishaji kwa kila upande pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara. Hivyo kumalizika kwa mkataba huu kunamaanisha dunia imeingia katika kipindi ambacho hakuna makubaliano mapya ya kisheria yanayodhibiti ushindani wa moja kwa moja wa silaha za nyuklia kati ya mataifa mawili yenye silaha nyingi zaidi duniani. Hii ni hatua ya kihistoria na ya hatari. Katika historia ya vita baridi, hata wakati wa mvutano mkali, kulikuwepo na mikataba kuzuia kuongezeka kwa silaha. Sasa pengo hilo linaacha nafasi ya mashaka na tafasiri kali. Putin akisema Urusi haitakuwa ya kwanza kuongeza vichwa vya vita kwa sharti ya kwamba Marekani ichukue mbinu hiyo hiyo, ni lugha ya tahadhari iliyofichwa ndani ya diplomasia. Kwa maneno mengine, Urusi iko tayari kushindana ikiwa itaona ishara za upande mwingine. Je, hii ni ishara ya mashindano mapya ya silaha?
Kauli hii inaweza kutazamwa na inaweza kufasiriwa kama dalili ya kuanza kwa enzi mpya mashindano ya silaha, ingawa si lazima kwa mtindo wa vita baridi. Lakini tofauti na miaka 1960 hadi 1980, ushindani wa sasa una vipengele vipya. Kwanza, teknolojia hypersonic, silaha za anga za juu, lakini pia vita vya mtandao, cyber warfare, na mifumo ya ulinzi wa makombora. Urusi tayari imekuwa ikitangaza silaha mpya kama makombora ya hypersonic yanayodaiwa kuwa magumu kuzuiwa. Marekani nayo inaendelea kuwekeza katika mifumo ya kisasa ya ulinzi na mashambulizi, ambako China pia inaongeza kasi ya uboreshaji wa silaha zake za kimkakati. Katika hali hii, hotuba ya Putin inaweza kuwa ishara kwa mataifa makubwa kwamba Urusi haitaki kuonekana dhaifu wala kuruhusu pengo la kimkakati. Hivyo ni ujumbe wa uthubutu kupima uvumilivu wao. Ujumbe wa ndani: kuimarisha mshikamano wa kitaifa, alisema. Lakini tusisahau hadhira ya ndani. Kauli hii ilitolewa katika maadhimisho ya siku ya mtetezi wa nchi ya baba, siku yenye uzito wa kihistoria nchini Urusi, katika wakati ambapo vita vya Ukraine vimechukua muda mrefu na kuleta gharama kubwa. Kusisitiza nguvu ya nyuklia ni njia ya kuimarisha morali ya wananchi. Kwa upande wa Urusi, Warusi wengi, uwezo wa nyuklia ni alama ya hadhi ya taifa kama nguvu kubwa duniani. Hivyo kauli hii inajenga taswira ya Urusi kama taifa lisiloyumba licha ya vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kimataifa. Ujumbe wa Marekani na NATO. Ingawa hotuba haikutaja moja kwa moja Marekani au NATO kwa lugha ya uchokozi, mazingira ya kisiasa yanafanya iwe wazi kwamba ujumbe unawalenga pia. Na tangu kuanza kwa vita vya Ukraine, NATO imeongeza msaada wake wa kijeshi kwa Kiev, na Moscow imekuwa ikionya mara kwa mara dhidi ya kile inachokiita kuingilia kwa Magharibi. Kwa kuimarisha utatu wa nyuklia, Urusi inatuma ujumbe wa kuzuia kwamba mzozo wa Ukraine haupaswi kuvuka mipaka fulani. Ni mstari mwekundu usiosema wazi lakini unaotambulika, ya kwamba mzozo wa moja kwa moja kati ya Urusi na NATO unaweza kuwa na athari za kimataifa. Nafasi ya China katika mlinganyo. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump uliwahi kusisitiza kwamba mikataba ijayo ya udhibiti wa silaha lazima pia ijumuishe nchi ya China, ambako Beijing ilikataa wazo hilo, ikisema haina idadi sawa ya silaha za nyuklia na nchi ya Urusi pamoja na Marekani. Hii ilionyesha kwamba dunia sasa si ya pande mbili pekee kama ilivyokuwa wakati wa vita baridi. Mfumo wa sasa ni wa pande nyingi na kila taifa lina hesabu zake za kimkakati. Kauli ya Putin inaweza pia kulenga Beijing kama ishara ya kuonyesha kuwa Urusi bado ni nguvu ya nyuklia inayopaswa kuheshimiwa katika usawa wa kimataifa. Je, dunia iko karibu na hatari ya nyuklia? Kwa upande huu pia nitatazama kuhusu hali hii. Lakini kuna tofauti kati ya kuimarisha uwezo na kutumia uwezo. Kauli ya Putin haimaanishi moja kwa moja kuwa Urusi inapanga kutumia silaha za nyuklia. Katika mantiki ya deterrence, silaha za nyuklia zipo ili zisitumike, kwa sababu gharama ya matumizi ni maangamizi ya pande zote. Hata hivyo, hatari kubwa si matumizi ya makusudi, bali makosa ya mahesabu. Bila mikataba ya wazi ya ukaguzi na mawasiliano ya kuaminika, kuna uwezekano wa tafasiri potofu za hatua za kijeshi. Historia ina mifano ya matukio ambapo dunia ilikaribia ajali ya nyuklia kwa sababu ya taarifa zisizo sahihi. Na hii inatoa ishara gani kwa mataifa madogo? Kwa upande wa mataifa madogo, hasa yasiyo na silaha za nyuklia, kauli kama hizi zinaweza kuamsha hofu na hata kuhamasisha mijadala ya ndani kuhusu usalama wa taifa. Baadhi ya nchi zinaweza kujiuliza kama zinapaswa kuwekeza zaidi katika ulinzi wao au kuimarisha ushirikiano wa kijeshi. Kwa upande mwingine, inaweza pia kuimarisha hoja za wale wanaotaka kuendeleza juhudi za kimataifa za kupunguza silaha za maangamizi ya halaiki. Na mwisho, kwa ujumla, kauli ya Putin si tangazo la vita vya nyuklia, bali ni tangazo la msimamo. Ni ishara kwamba Urusi inajiona katika mazingira ya ushindani mkali wa kimkakati na haitaki kupoteza usawa wake wa nguvu. Na hii inaonyesha dunia inayoingia katika awamu mpya ya siasa za nguvu, ambapo mikataba ya udhibiti wa silaha inapungua na ushindani wa kiteknolojia unaongezeka. Ujumbe mkubwa hapa si tu kuhusu makombora au vichwa vya vita, bali kuhusu usawa wa kimataifa unabadilika. Je, hii ni hatari? Ndiyo, kwa sababu pengo la uaminifu linaongezeka, lakini pia ni fursa kwa mataifa makubwa kutambua kwamba bila mazungumzo mapya ya udhibiti wa silaha, dunia inaweza kuingia katika enzi ya mashindano yasiyodhibitiwa. Kwa sasa, kauli ya Putin ni sauti ya tahadhari inayosema Urusi iko tayari,
Swali kwa ulimwengu ni je, mataifa mengine yatajibu kwa kuongeza silaha au kwa kurejesha mazungumzo ya kudhibiti hatari? Hapo ndipo mustakabali wa usalama wa kimataifa utakapopimwa.